Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Tukiendelea na darasa yetu ya Alfia ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, na tulishia katika sehemu ya al-asma'u al-khamsa au sita. Tukamaliza sehemu hiyo, tukabakisha sehemu ndogo tu katika upande wa sharti ya kuirabia majina hayo sita, na tukazisoma njia zake bil ikhtisar. Kwa hiyo leo tunaingia katika sehemu hiyo na tunafuata kipengele kingine kitakachokuja mbeleni katika kuelezea majina muthanna na hukumu zake. Sheikh rahmatullahi ta'ala anaelezea katika beti wa shartu al-i'rabi an yudhafna, na sharti ya kuirabiwa an yudhafna la lilya kaja akhu abika dha'tila. Sharti ya kuirabiwa majina hayo matano ni an yudhafna, yaegemezwe majina hayo matano, lakini la lilya, yasegemezwe kwa kupitia ya mutakallim kama tulivyoelezea nyuma huko. Kaja akhu abika dha'tila, kama vile kusema ja akhu abika, amemjia ndugu babako, kumjia yule dha'tila mwenye ujuu au tukufu. Kwa hiyo tukasoma hii, na leo tunaingia beti inaelezea bil alif irfa muthanna, kwa kupitia alifu ambayo hapa anakusudia ni alifu ya alithnaini, kuonyesha alifu ya vitu viwili. Irfa al-muthanna wakila idha bimudhmarin mudhafan usila kilta kadhaka ithnani wa ithnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'iha al-alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Anasema Sheikh bil alif irfa al-muthanna, kwa kupitia alifu rufaisha muthanna, na tunajua kwamba muthanna ni jina linaloonyesha vitu viwili kwa kuzidishwa alifu na nuni. Kwa hiyo alifu itakuwa ndio alama ya kurufaisha muthanna, kama vile Zaidun utasema Zaidani, Muhammadun Muhammadani, wakati wa rafi jaa az-Zaidani. Wakila, na vile vile pia tamko kila, ambalo kila hii na kilta hukumu yao ni moja. Wao nao vile vile pia watakuwa na hukumu ya muthanna, lakini endapo wataegemezwa majina haya mawili katika upande wa dhamiri. Ukasema mfano jaa kilahuma, raaitu kilaihima, yatapita katika irabu ya muthanna, maana yake tarufaishwa kwa alifu na kunasibishwa kwake itakuwa ni kwa yeye na kujulishwa kwa yeye. Lakini hutasema muthanna kwa sababu yamekosa sharti ya muthanna, hayana mufradi, utasema li'annahu mulhaqun bil muthanna, yamekutanishwa na muthanna katika upande wa hukumu. Kwa hiyo rufaisha kwa alifu muthanna kama Zaidani, Muhammadani na mengineyo. Wakila na tamko kila, lakini hii kila idha bimudhmarin, itakapokuwa bimudhmarin mudhafan usila, manake asili yake idha usila bimudhmarin mudhafan, itakapokuwa imeunganishwa hii kila au kilta idha bimudhmarin mudhafan usila, itakapokuwa imeunganishwa asili yake idha usila bimudhmarin, ikiunganishwa na dhamiri kama tulivyosema, tena mudhafan katika hali ya kuegemezwa, ikiwa ni mudhaf na mudhafun ilayhi jaa kilahuma. Kwa kila hapo ilipo itakuwa mfano ni failu marfuun bil alif niyabatan an dhamma li'annahu mulhaqun bil muthanna mudhafu, na ile ha pale ilipo itakuwa ndio dhamir muttasil mabna dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi, wal mimu harfu imadin wal alifu harfu, itakuwa wakati huo ni harfu dalun ala tathniya, itakuwa irabu imeisha. Kwa hiyo ikiegemezwa katika upande wa dhamiri, kwa hiyo idha usila bimudhmarin mudhafan ndio takdiri yake, lakini kwa sababu ya kibeti na kimashairi ikaweka kwa mfumo huo. Itakapokuwa bimudhmarin, ikiwa iko na dhamiri tena mudhafan hali ya kuegemeza, usila ikawa imeunganishwa, maana yake idha usila bimudhmarin mudhafan, itakapokuwa imeunganishwa na dhamiri katika hali ya kuegemezwa ikawa ni mudhaf na mudhafun ilayhi, itairabiwa irabu muthanna. Kwa maana hapo kinyume chake, ikiwa imeegemezwa katika majina mengine ambayo sio dhamiri, ikiegemezwa katika ismu dhahiri, mfano jaa kila rajulaini, maratu bi kila rajulaini, hapo irabu itabadilika, inakuwa irabu yake ni ya ismu maksura, na haito irabiwa irabu ya muthanna. Maana yake utasema jaa kila rajulaini, mfano itakuwa ni failu marfuun wa alamatu rafi itakuwa ni dhammatun muqaddaratun ala alif al-maksura, maana min dhuhuriha at-ta'adhur. Raaitu itakuja kila rajulaini kwa sababu imeegemezwa kwa ismu dhahir na wala sio dhamiri, kwa hiyo itakuwa irabu yake sio ya irabu ya muthanna. Kwa hiyo utasema raaitu kila rajulaini wa maratu bi kila rajulaini, kwa hiyo itakuwa ni majrurun bi kasratin muqaddara ala alif al-maksura, na kama ilikuwa ni mansubun bi fathatin muqaddara ala alif al-maksura, kwa alifu yake itakuwa kama ni alifu ya Musa na Aswa na mengineyo, itakuwa ni alif ya maksura. Kisha akasema kilta vile vile pia kadhaka, maana kilta kadhaka ni kama hiyo kila,
kadhaka maana yake kakila. Vile vile pia ithnani wa ithnatani, kwa hiyo ithnani na ithnatani maana yake pia ni irabu yake ni irabu ya musanna, lakini itakuwa ni mulhaq zote hizi. Ndio maana akasema ithnani wa ithnatani itakuwa ni kama vile kabnain wa ibnatain, ni kama vile ibnain na ibnatain. Maana yake ithnani inatumika kwa wanaume wawili, ithnatani inatumika kwa wanawake wawili, lakini inakuwa ni mulhaqun bil musanna. Kabnain wa ibnatain kama vile ibnain na ibnatain, yajriyani zitapita katika hukumu hiyo. Jaa ithnani, raaitu ithnain, marartu bi ithnain. Jaat tasema ithnatani, raaitu ithnataini kama ni wanawake wawili. Kwa hiyo itarabiwa irabu ya musanna, lakini utasema li'annahu mulhaqun bil musanna kwa sababu imekosa sharti za musanna. Kisha baada hapo akaelezea watakhlufu liya fi jami'i al-alif, na takhlufu liya fi jami'i al-alif maana yake takhlufu liya al-alifa, na itamfuata itaka badala ye katika sehemu zote al-alif, itaka badala ya alifu, kwa maana anakusudia sehemu ambayo alifu ilikuwa imekaa mahali parafi, ni kwamba yau itakuja kukaa sehemu zote zile ambazo ilikuwa kuna alifu, basi itakuja ye tena jarran wa nasban, katika upande wa kujurishwa na katika upande wa kunasibishwa itakuja yau. Manake ye itakuwa ni mahali wa kunasibishwa au mahali pa kujurishwa, alifu itabaki katika sehemu ya kurufaishwa. Kwa kama ulikuwa unasema jaa Muhammadani, basi ikinasibishwa au ikijurishwa utasema raaitu Muhammadaini wa marartu bi Muhammadaini, itakaa pale badala ya alifu itakaa pale ye mahali pake. Ndio maana akasema takhlufu liya fi jami'i al-alif, na itakaa badala ye sehemu zote ambazo ilikuwa alifu ikikaa sehemu hizo, lakini ye hii itakuja jarran wa nasban katika hali ya kujurishwa hilo jina au katika hali ya kunasibishwa. Tena ye hiyo itakuja baada fathin, baada ya kutoa fatha, kwa sababu ni ya musanna. Ya musanna inakuja baada ya fatha, maana kama vile Muhammadaini wa marartu bi Muhammadaini. Kadi ulif ndivyo ilivyokuwa ilivyozoeleka au ilivyokuwa imetungwa. Kwa hiyo muhimu kwamba yau ya musanna ni tofauti na ye ya jamu mudhakkar salim. Ya jamu mudhakkar salim herufi nyuma yake inakuwa ina kasra kama vile ukisema Muhammadina, lakini yau ya musanna inakuwa na fatha kama Muhammadai, Muhammadaini wa qara'atul kitabaini. Hivyo ndio inavyokuwa. Kisha baadaye akaja akaelezea tena katika upande wa jamu mudhakkar salim, akasema warfa biwawin, rufaisha kwa wau, wabiana kwa kupitia ye, ujrur wansib, jurisha na unasibishe. Kitu gani hicho utakirufaisha kwa wau na utakijurisha kwa ye na utakinasibisha kwa ye? Salima jami amirin, manake warfa salima jami amirin, irufaishe hiyo salim. Kusema salim manake nakusudia jamu mudhakkar salim, salim iliyosalimika katika upande wa jamu. Tena akatoa mfano jami, mfano wa tamko amirin na tamko mudhnibe. Amir inakuja amiruna na mudhnib mudhnibuna, kwenye kufanya madhambi, amiruna amiruna. Kwa hiyo salima jamin manake jamu salim, jamu mudhakkar salim ya tamko amir na mudhnib, ukirufaisha rufaisha kwa wao, wabiana kwa kupitia ye, jurisha na vile vile pia unasibishe. Kwa hiyo hii katika upande wa beti asili yake ilikuwa warfa salima jami amirin wa mudhnib, wabiya ujruran sib, na kwa kutumia ye jurisha na unasibishe. Ndio ilikuwa katika mfumo huo, lakini kwa sababu kuja katika mfumo wa kinadhmu ndio ikatangulizwa hii, ikacheleweshwa hii kwa ajili ya mashairi. Wallahu aalam. Na tutastopia hapo, tutaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yake baada ya kusimamia katika jamu mudhakkar salim, sehemu inayofuata huko mbeleni. Tukigusa kidogo tu kwa sababu hatutoingia katika tasjili hii au katika darasa yetu ya leo, tutaingia katika darasa zijazo inshallah. Beti zilizobakia nasema washibihi dhaini, na mfano wa hayo majina mawili ambayo ni amir na mudhnibe, pia utarufaisha na kunasibisha kwa ye. Wabihi 20, na kwa hayo vile vile pia 20 pia itaingia 20, 30, 40, na hizo zinaambiwa ni mulhaqu za jamu mudhakkar salim. Wababu ndio maana akasema mlango wake ulhika, maana yake zimekutanishwa irabu yake. Kusema jaa 20 taliban, 20 itakuwa ni fa'il marfuun bil wawi niabatan an dhamma li annahu mulhaqun bi jami' al mudhakkar salim. Ndio maana akasema na mlango wake ulhika zimekutanishwa nazo kwa sababu zimekusanya masharti ya jamu mudhakkar salim, kwa sababu hazina mufradi wake. Wababu ulhika, na mlango wake umekutanishwa. Wala ahaluna, na vile vile pia tamko ahaluna pia ni mulhaq ya jamu mudhakkar salim, nayo vile vile pia imekosa masharti
na zikataja na nyingine ambazo zimeunganishwa ni kina ulu na alamuna, iliyuna, aradhuna ambao ni jamu ya ardhi. Shadha pia imekwenda kinyume nayo, kinyume na kaida, ikawa ni mulhaqu. Wasinuna vile vile pia tamko sinuna ambao ni jamu ya sanatun. Zote hizi inakuwa ni mulhaqu jamu mudhakkar salim, na tutakuja kuelezea katika mlango wake unaokuja mbeleni insha Allah. Kwa hiyo tukiishia na sehemu hii, tukiingia moja kwa moja katika upande wa sharh yetu. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.